Hello, welcome to my YouTube channel. This is Mshana the Blacksmith. Leo nipo hapo Steakhouse. Nimekuja kuoda kitu changu. Sasa hivi ni saa 1:56 usiku au jioni. Kama unavyojua during summer sometime Marekani jua linachelewa kuzama. Ndio inakuwa kama hivi. Hii ni saa 2 ya usiku lakini jua bado lipo. Sometimes linaweza kazama hadi saa 3 usiku, saa 4 ndio jua linazama of course. So leo nataka nipige story na wadau wangu kidogo. So leo nataka nipige story moja au mbili kuhusiana na safari yangu ya lugha. Nilipofika Marekani, kabla ya kufika Marekani, lugha ya Kiingereza. Na sasa kama Watanzania, lugha ya Kiingereza imekuwa ni mwiba kwetu. Umeona, lugha ambayo tuna changamoto nayo kujifunza. I'll tell you this, sio kama mimi, sio kama unanisikia kwa sababu nipo barabarani kama unavyoona magari kibao. Lakini wacha tupige story alafu tutaangalia labda nitafute sehemu nyingine ya kuendelea kupiga story vizuri. Lakini let's start. Okay, nimekuja sehemu nyingine kidogo mbali na barabara, so tupige story hizi. Na kama unavyoona nimeamua kutengeneza hii video outside, nje, na mida hii maalum ambao ni saa 2 usiku lakini jua linaenda kuzama, kwa sababu I love this view. I love the view kwamba ya juu la sunset. Jua linavyoenda kuzama kuna mwangaza fulani hivi, it's like aesthetic. Mona. So lugha ya Kiingereza. So mimi nimeanza kujifunza lugha ya Kiingereza rasmi nilivyoanza kuwa kwenye relationship na aliyekuwa mke wangu. Ndo rasmi nikaanza kujua kumbe miaka mingi nilikuwa napenda kujifunza Kiingereza, lakini the pronunciation ya maneno ambayo nilikuwa nayaongea, natamka, everything I was learning from school, it was wrong, all for the most part. Pronunciation ya lugha ambayo ya shule tulizoenda sisi kunasomeshwa Kiingereza. Of course walimu wetu siwezi toa kasoro, wamejitahidi sana kutupa ile msingi wa lugha ya Kiingereza ambayo leo hii naishi kwenye nchi ambayo wanazungumza Kiingereza. So Kiingereza kwangu mimi sio tena swala la option kwamba nataka kujifunza au sitaki kujifunza. Kiingereza kwangu mimi is like mandatory. Natakiwa kujifunza ili mradi kusurvive na mradi kuishi nchi ya Marekani bila kuwa na shida yoyote. So lakini safari yangu na najua safari hii itawagusa watu wengi ambao wanatembea duniani au wanaenda nchi ambazo they don't speak English, hawaongei Kiswahili. They don't speak Swahili, they only speak English. Hawaongei Kiswahili, wanaongea lugha ya Kiingereza. So inaweza ikakufunza jambo moja au jambo jingine. Kama inaweza ikakufunza, like listen to me until the end of this video and I hope you learn something. So nitaenda katika point kadhaa ambazo nitagusia. Najua still I'm a work of art. Mona, mimi naendelea kujifunza. Sikwambii kama mimi katika safari yangu ya kujifunza lugha basi nimefikia kikomo kwamba now I'm an expert, najua Kiingereza lakini naweza nikasema namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa jitihada na kujituma. Leo hii nimefika katika situation angalau I can hold the whole conversation na mtu ambaye amezaliwa Marekani na mzungu mwenyewe na nikamuelewa bila kuwa na changamoto. Je, nimefikaje hapa? Of course ilikuwa sio safari rahisi. Of course ni safari ambayo sometimes unaweza ukajihisi kwamba it's too late, kwa sababu umekuwa katika mazingira, umekuwa ukiongea lugha yako mama, lugha yako ambayo sio Kiingereza, and all the sudden maisha yako yanageuka, unatakiwa uongee Kiingereza. Like unajihisi kama it's too late, I'm too old, nishakuwa mkubwa, sidhani kama ulimi wangu unaweza ukajifunza lugha nyingine, sidhani kama ubongo wangu unaweza ukajifunza lugha nyingine. Lakini nitakwambia kitu kimoja, kama una nia, wenyewe Waswahili wanasema kwenye nia pana njia. So kama una nia ya kujifunza lugha yoyote, sio Kiingereza, lakini leo nitaongelea Kiingereza kwa sababu oh God, can you shut up please? Thank you. So
nitajifunza, hiyo ni namna moja pia kujifunza lugha. Kuongea, kufikiria na kuongea mafikira zako kwa Kiingereza au sio Kiingereza. Lugha yote unataka kujifunza, iwe Kispain, iwe Kijerumani, iwe fikiria lugha, fikra zako, your thoughts kwa hiyo lugha, na jaribu vocabulate. Umeona? Vocalize. Umeona? Kuongea unachokifikiria, usikie sauti yako una sound vipi kwenye hiyo lugha. Ndio utazungumza Kiingereza, lakini kuna lugha nyingi watu wengi wanataka kujifunza ambazo sio lugha zao walozaliwa nazo. So, cha kwanza mimi kama nilivyokuambia, mara ya kwanza kuanza kujifunza lugha ya Kiingereza rasmi, nilianza kujisikia kama nimeanza kusikia lugha ambayo sijawahi kusikia. Kwa mara ya kwanza nilivyokuwa nimeanza relationship na aliyekuwa mke wangu Amber. Baada ya kuingia kwenye relationship naye, mara ya kwanza tulianza kuchat. Chat zangu nikienda kwenye historia ya chat zangu ambazo nilianza naye kuchat naye, ilikuwa inaonekana kama tunazungumza lugha mbili tofauti. Mimi nilikuwa naonekana katika zile chat naongea Kichina, alafu yeye anaongea Kiingereza, kwa sababu for the most part nilikuwa naandika vitu ambavyo ni ngumu sana kuvielewa, lakini kwenye akili yangu mimi naona naandika Kiingereza faswaha kabisa. Lakini kwa sasa hivi nikirudia zile chat zangu naona what I was talking about. So nilikuwa naongea hiyo lugha ambayo mwenyewe kwa sasa hivi nikienda kurudia kwenye chat zangu sielewi nilikuwa naongea nini. Lakini nashukuru Mungu alikuwa anajaribu kunielewa, anajaribu kunisikiliza, na anajaribu kuelewa kwamba lugha ya Kiingereza sio lugha yangu. Na hicho nashukuru Mungu. Wazungu wengi au watu wengi walikuwa ni native speaker ya lugha fulani, mara nyingi wakimwona mtu anajaribu kujifunza lugha yao, mara nyingi hawamkosoi kama Watanzania tunavyokosoana mitandaoni kwa sababu umekosea tu kutamka neno fulani ambalo sio hata lugha yako lozaliwa. Lakini watu watakuja kwenye comment na kukuchangia, kukosoa kwa hali na mali na nguvu, kukatisha tamaa. So that is watu ambao unatakiwa uepuke katika safari yako ya kujifunza lugha. Epuka watu ambao hawakumotivate kujifunza, bali wanaangalia na wanakusikiliza sehemu unayokosea ili mradi wakukosoe. Mwisho wa siku wanakukosoa of course kukosolewa ni kitu kizuri, kwa sababu that's the only way you can know that you still have something to fix, right? Kuna problem and it needs to be solved. Lakini Watanzania tunakuwa tunakosoa katika namna ya kwamba ya wivu, na kwa nini unajifunza lugha ambayo haikuhusu na nini, vitu kama hivyo. So never mind, let's continue. Nilipokutana na mke wangu mara ya kwanza, kama kwambia, tulianza kuchat, baadaye tuka move on, tuka exchange number, baadaye tukaanza kuongea. Mara ya kwanza alikuwa ananiomba tuongee live, na nilikuwa naogopa, nilikuwa na hofu kubwa, kwa sababu nilikuwa najiona I'm not ready to speak another language, kwamba ambayo sipo tayari kuongea lugha nyingine ambayo katika maisha yangu yote sijawahi kuwa na confidence ya kuongea lugha ya Kiingereza. Na kama unavyojua Watanzania wengi wetu kuwa na confidence ya kuongea lugha ya Kiingereza is almost to zero. Our confidence is almost to zero. Tunaogopa, tunaona tutachekwa. So I was so scared. I was super scared, to be honest. Lakini yes, of course, at the end of the day ndio mtu ambaye unawasiliana naye kila siku. So nikaanza kujaribu kuongea hivyo hivyo, hata kama nakosea. Nashukuru Mungu sio mtu ambaye alikuwa ananikosoa, ananicheka au nini, kwa sababu anajua it's not my language. So hiyo safari yangu ilianza hivyo. Nikaanza kumsikiliza yeye. Hapo kuanza kumsikiliza mke wangu, nikaanza kujua mbona lugha yake anavyoongea. Unajua mtu mwenye lugha yake anaongea vizuri, taratibu, lugha imenyooka. I was so inspired jinsi anavyoongea, na namsikiliza. I was like, this language is so beautiful, ina sound vizuri kuliko hata tunavyofundishwa darasani na walimu wetu. So like, don't get me wrong, narudi pale nawapa credit walimu wetu kwa kutufundisha basic ya hii lugha, lakini pronunciation ya hii lugha mara nyingi Watanzania wengi tunapata nayo shida, kwa sababu tunafundishwa maneno ambayo tuna pronounce tofauti. Na hiyo pia nilikuwa changamoto yangu ya kwanza nilipofika Marekani, kwa sababu lakini changamoto hii iliweza kusolviwa kwa kiasi kikubwa na aliyekuwa mke wangu, kwa sababu naamini ningekuja Marekani bila kuwa na mtu ambaye mwenye lugha yake akanielekeza jinsi ya kutamka maneno ya Kiingereza kwa ufasaha,
ningekuwa naishia kuongea na najiona naongea lugha sahihi, lakini wenyewe wananisikiliza like, what did you say? Hawanielewi kwa sababu mimi najua lugha yangu ya Kiingereza nilofundishwa na mwalimu Juma bin Hamisi, shule ya Mitongani secondary school. Najua hiyo ndo jinsi ya kutamka neno fulani. So huku unapokuja kumtamkia mzungu mwenye lugha yake, mzungu ananishangaa like, umeongea neno gani? Mbona sikuelewi? Rudia tena na rudia tena na rudia tena. Still they don't understand me. So shout out to my ex-wife, hata kama tumeishia sasa hivi relationship yetu haipo tena pamoja, lakini I'll always remember her kwa kunisaidia katika swala tofauti sasa pia kwenye lugha, kwa sababu tulipoanza kuishi pamoja, kabla tujaanza kuishi pamoja tunaongea kwenye simu, ni mtu alikuwa mwalimu wangu mkubwa wa kunikosoa pronunciation katika maneno 10 ya Kiingereza. Karibu maneno yote 10 ya Kiingereza mimi kwa natamka tofauti, japo kuwa kwa shuleni kwetu tuliaminishwa that's how you pronounce the words. Umeona? Then nikaanza kutamka navyoambiwa yanatakiwa kutamkwa fasaha. Lakini ubaya wake sasa, baada ya kuishi na mke wangu kwa muda kadhaa, watu wakawa wengine ambao wa Tanzania wanaonisikiliza walikuwa wanahisi kama najiigizisha kuongea lugha kama Marekani, japo kuwa mimi sio Marekani. Lakini kushindwa kujua kwamba mimi sijiigizishi, mimi naelekezwa jinsi ya kutamka neno sahihi tofauti na tulivyokaririshwa shule. So ilikuwa inaletea changamoto kuonekana kama najiigizisha kuongea lugha kwa Kimarekani, japo mimi sio Marekani. Japo kuwa mwalimu wangu nyumbani ambaye alikuwa ni mke wangu kipindi hicho anaambia no, you don't pronounce like that, this is how you pronounce it. So ilikuwa ni changamoto yangu, lakini taratibu nikaanza kujifunza. Umeona? Kitu kingine, tulipoanza kuishi pamoja, mke wangu alikuwa ni mtu mmoja ameniinspire sana kwenye kusoma. Ni mtu ambaye anapenda kusoma vitabu, anasoma. So kwa mimi kumuangalia, mimi katika kukua kwangu nimekuwa katika maisha mazingira watu wanasoma, lakini mara nyingi wazazi wetu walikuwa hata wakisoma ni vitabu ambavyo vya lugha yetu ya Kiswahili na vitu kama hivyo. So kumuona mtu anasoma lugha ambao mimi natamani kujifunza kwa hali na mali, kwa udi na mali, lakini anasoma, na akisoma unamsikiliza mpaka unajiuliza huyu ni AI au ni nani? Anasoma kwa utaratibu, kwa ufasaha, mpaka I was so inspired kusema kweli kumsikiliza aliyekuwa mke wangu akisoma kitabu. So na mimi nikaanza kuwa na habit ya kuanza kusoma. Lakini katika kusoma kwangu, oh my God, I was this close to be very frustrated, kwa sababu kila nikisoma sentence moja nakosolewa sentence nzima. Alikuwa ananikosoa sentence nzima ninavyotamka maneno ya Kiingereza. So ilikuwa very frustrated, kwa nini naongea na natamka maneno tofauti na natakiwa kutamka. Umeona, nilikuwa very frustrated, na pia ulimi wangu ulikuwa mzito kutamka maneno ya Kiingereza. Kama unavyojua lugha mpya ukianza kujifunza wakati mtu mzima, inakuwa sometimes ulimi wako unapata shida sana kutamka maneno yanavyotakiwa kutamka, kwa sababu ushazoea kutamka Kisukuma au Kihaya au Kichaga, wherever, Kipare, Kiswahili. Then now unatakiwa utamke neno like enthusiasm, welcome home. Like, how can I say these words that I never used to say my whole life? Nipata? So ilikuwa changamoto, lakini nikwambia kitu kimoja, katika safari ya kujifunza kitu chochote, changamoto lazima uzipate, na kuna muda mwingine unabidi ukubali kujishusha na kuondoa ego au jeuri kwamba mimi nobody can teach me. Nimeona Watanzania wengi sana ambao wapo Marekani kwa muda mrefu au wameanza kujifunza lugha kwa muda mrefu, hawataki kushusha ego yao kwamba this is how kwamba wanavyotamka maneno wanaamini watamka sahihi na hawataki kukosolewa, hata kama wanaishi ndani ya nchi ambazo wanazungumza lugha yao kwa ufasaha. Lakini wao they think and they believe kwamba this is my Kenyan accent, this is my Nigerian accent, ni accent yangu ya Kinigeria na sitaki kuipoteza. For mimi, I was accepting to lose my ego kwamba I don't have any accent and I will be willing to make my own accent, if it's not to learn a new accent. Kama Mtanzania, tafsiri, nilikuwa sina accent yoyote, na nilikuwa nimeaccept kwamba nitajifunza accent yoyote itakuja mbeleni mwangu, nitajifunza jinsi matamshi yanavyotamkwa kifasaha.
hata kama sometimes itakuwa very embarrassing. Kweli, of course, nilipofika Marekani nilipata shida sana kwenda kwenye interview za kazi. Unaulizwa sometimes hata usikii unachoulizwa. Unamsikia mtu anaongea lakini umuelewa ameongea nini. Anaongea topic nzima, unakaa unafikiria So ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwangu mimi kukaa. Cha kwanza kufika baada ya kutoka Tanzania kuja Marekani rasmi. Hapo sasa ndo nikaanza kugundua kwamba mimi na Kiswahili tunakaribia kuandikiana talaka. Na sio kwamba tutaachana, still tutakuwa tuna chat kidogo. X, unaona X mara nyingi sometimes mnabakia mnakumbukana, mnabakia kuchatiana, kukumbukana sometimes here and there, lakini hampo tena kwenye relationship ya muda mrefu. Ndio ilikuwa mimi na Kiswahili. Of course bado naongea Kiswahili kama unavyonisikia hapa, naongea Kiswahili, lugha yangu naipenda, nimezaliwa nayo, lakini for the most part nikizima kamera au nisipoongea na mtu wa nyumbani, nobody will speak to me in Swahili. So hapo nikaanza kurealize kwamba mimi na Kiswahili bye bye. So nguvu yangu ikaanza kuhamishia kwenye kujifunza lugha ya Kiingereza. Of course ilikuwa sio safari rahisi, sio safari nyepesi au safari nzuri, ni safari ya changamoto nyingi sana. Hata kama nilikuwa na basic ya kusomeshwa shule sekondari nini, lakini nikwambie lugha tunayojifunza ya Kiingereza shule na lugha ambao wa Marekani wenyewe, Black American na White American, au Marekani wote, kila mmoja na accent yake. Kuna Southern accent, kuna West Californian accent, New York accent. All of these people uanze kuwasikiliza na uwaelewe, it was too much to me. Lakini shout out again to my wife, au my ex-wife. Alikuwa ananisaidia. Sometimes naweza nikapokea simu ya interview, naeka loudspeaker sababu sielewi anachokiongea. Kuna muda mwingine inabidi mke wangu aanze kunisikilizia kiumakini. Sikilizi kiumakini, of course hana haja kusikiliza kiumakini, ni lugha yake. So yeye ndo alikuwa aanze kunitafunia maelezo taratibu nianze kuelewa ninachoambiwa. So like it was so hard. Pia nilikuwa very shy kuongea, kwa sababu hata kama nitaelewa wanachoongea, still respond nilikuwa naogopa, sijui nitarespond kitu ambacho make sense, nitarespond katika Kiingereza ambacho kipo broken. Nilikuwa muoga. Lakini at the end of the day, that's when you realize it's time to learn. It's time to learn. Mona, now we destroy your ego. Kujifunza lugha ya Kiingereza, kujifunza lugha yoyote au kujifunza kitu chochote, lazima ukubali kujishusha chini na uanze kujifunza. So nikaanza kusoma vitabu. Na nilipofika Marekani, kitu cha kwanza kingine baada ya kusoma vitabu, nikaanza taratibu kusikiliza podcast, kusikiliza maudhui za Kiingereza. Taratibu. Bado nilikuwa napenda maudhui zangu ya Kiswahili, vitu vyangu vya Kiswahili kama ni mbongo, lakini taratibu siku zinavyoenda nikaanza kujikuta naanza kuadapti maudhui za Kiingereza kwa wingi. Na nilikuwa sio kama nafanya hivyo kwa sababu napenda maudhui ya Kiingereza, nilikuwa najiforce roho yangu na nafsi yangu na masikio yangu kusikiliza hiyo lugha ya Kiingereza, kwa sababu there was no other option kwamba ningeweza kujifunza lugha ya Kiingereza. Ningefikia katika hii situation au level ambao nazungumza leo kama ningeendelea kusikiliza maneno ya Kiswahili na maudhui ya Kiswahili ambao lugha ambao naijua tayari. There was no need for me to learn Swahili, kwa sababu Kiswahili ndo nakijua, lugha yangu mama. So taratibu nikaanza kujiforce kusikiliza maudhui ya Kiingereza. Nikaanza kujiforce kusikiliza maudhui ya Kiingereza, kusoma vitu vya Kiingereza, kuangalia tafsiri ya kila neno na linalopita katika macho yangu ambalo sijawahi kusikia tafsiri yake. Lakini pia uzuri, unavyoanza kuishi na watu ambao wanakuzungumzisha lugha mara kwa mara, inakusaidia pia kukumbuka maneno ambayo uliambiwa jana, ukaambiwa juzi, ukaambiwa wiki iliyopita. So yanabakia kwenye akili yako kama una pay attention. Kama pay attention, kuna watu wanakaa hapa miaka 10, miaka 5, 6, 7, lakini still their English level is not that great. Hiyo inatokana kwamba kiasi gani unakuwa very enthusiastic kuisoma hii lugha, kiasi gani una pay attention, na kiasi gani umekuwa willing na very determined kujifunza hii lugha. Inatakiwa uwe na moyo na yani ujasiri wa kujifunza. So all of this is the combination of
kujiongelesha mwenyewe. Kuna muda mwingine naweza nikawa naongea kama chizi, lakini najiongelesha mawazo yangu na ufikiria. Mawazo yale ambao ningefikiria kwa lugha yangu ya Kiswahili, sasa hivi na convert na nafikiria kwa mawazo lugha ya Kiingereza. Lakini pia sio tu nafikiria na bakia kufikiria kwenye akili, najaribu kuya vocalize, au kwa Kiswahili unaweza kusema kuzungumza kwa sauti. Sasa nikiwa nyumbani, labda hamna mtu nyumbani, nilipo peke yangu nyumba nzima, najiongelesha mwenyewe kwa Kiingereza. Yes, sometimes you will think like this guy is going crazy. Huyu jamaa anakuwa cheese, lakini that is the one way to learn. Kwa sababu unavyoongea ukiwa mwenyewe unaweza ukajikosoa, ukaona umepatia sawa sawa. Unavyojirekodi alafu unakuja kujisikiliza, unajua okay, ninavyoongea kuna vitu fulani nakosea, au kuna vitu fulani key point nashindwa kuzihit, au unakuwa nachanganya maneno. Unavyojisikiliza, ndio maana naambiaga watu, ukitaka kuwa mzuri katika kuongea, jirekodi alafu jisikilize. The same way, kama unataka kuwa mzuri katika kuongea, anza kuongea na kamera, anza kufungua YouTube channel. Unapoanza kuongea na kamera, that's how you get better. Uwezi kuwa mwongeaji mzuri, au uwezi ukawa speaker mzuri wa kuongea mbele za watu kabla hujafanya practice, rehearsal ya kujiongelesha wewe mwenyewe na ukaanza kujisikiliza una sound vipi. Do you make sense wewe mwenyewe ukijisikiliza kwenye kamera, au una expect tu moja kwa moja uanze kukaa juu ya jukwaa uanze kuwahubiria watu ambao they will feel like, they will look at you like what he's talking about. Lakini leo hii watu wengi wananiona, Mshana unaongea point, unaongeaga vizuri, unatupa madini. Lakini kwa sababu hii ni safari ya kuimprove, kila kitu kinahitaji time na kujitoa na kuamua kwamba hey, I want this so bad. I want this so bad, kiasi cha kwamba nikienda kulala usiku na play vitu vya English podcast, whatever. Sababu that's when your brain rest, and wanakuambia unavyoenda usiku, unavyokuwa umelala, chochote unachokisikiliza unconsciously kwa ubongo wa nyuma, taratibu kinakaa kwenye kumbukumbu yako bila wewe kujijua, kwa sababu ubongo wako umerelax, lakini unasikiliza wakati umelala. So unajikuta, kuna muda mwingine najikuta nakumbuka maneno ambayo sikumbuki niliyasikia wapi, nilisikia kwenye video gani, lakini najua hili neno la Kiingereza ambalo I don't know where I've heard this word, but I know the meaning of it. It's crazy, right? Lakini ni safari ambayo ya jasho na ngumu. So kila kitu kuwa determined. Kama narudi tena, mke wangu pia kabla hatujaachana alicheza party kubwa sana mimi kunisaidia kusound kama hivi. Najua kuna watu wengi wananiambia, Mshana una sound sana kama Marekani. Lakini kuna Waafrika wengi wapo Marekani hawa sound kama Marekani sana. Inawezekana this sound exactly like kama Marekani, lakini I'm trying to pronounce things the way American pronounce. Najaribu kuongea maneno jinsi wa Marekani wenyewe wanavyoongea, sio kama Nigeria wanavyoongea. Wa Nigeria wana lafudhi gani? No, sitaki kusound kama Nigeria, sitaki kusound kama Kenya, sitaki kusound kama South Africa. Nataka ni sound kama wenyewe wenye lugha yao wanavyosound. Naweza nisifike katika hiyo asilimia kama Marekani, lakini I will try my best, right? Because when you want to learn any skills, you're gonna have to go through the expert. Unapotaka kujifunza kucheza mpira, nenda kafundishwe na Messi na Ronaldo na Pep Guardiola, hao watu wa walimu. Usianze tena kukaa like, you can start from there and then kuja kwa walimu wakubwa. Lakini that's how I feel like nikitaka kujifunza lugha ya Kiingereza nijifunze kutokana na wenyewe wanaozungumza. Sio nijifunze Kiingereza cha Nigeria, no. Sio nijifunze Kiingereza cha South Africa, no. I want to speak and how like America speak. You get me my point? Angalia hii jua linavozama. Sasa hivi ni saa 2:26 usiku. Look at this so beautiful sunset. So beautiful. Angalia hii parking lot ipo empty leo Jumapili jioni. So beautiful. So tuendelee. Mke wangu alivoniacha, hapo ndo kipengele kikaanza kuwa, au joto likaanza kupanda juu. Joto la mwili likaanza kupanda juu kwa sababu
kiasi fulani mke wangu alikuwa ananisaidia katika kuelewa mambo mengi ambayo yanahusiana na lugha yake ya Kiingereza. So alivyoondoka, vitu vingi, ukiachana vitu vingi, lakini leo nazungumzia na gusia lugha tu, nikaanza kugundua kwamba now sina mtu yoyote wa kumtegemea. Sawa sawa, nipo katikati ya bahari na sina mtu yoyote wa kunitoa, au sioni nyumba, sioni boti, sioni mtu yoyote kuja kuniokoa zaidi ya mimi mwenyewe kujitafuta njia ya kujiokoa. That's how I felt. So nikaanza kuongeza juhudi zangu katika kujifunza hii lugha, kwa sababu nipo Marekani, nipo katikati ya nchi ambalo hawaongei lugha yangu ya Kiswahili, na sina mtu yoyote wa kumtegemea kunisaidia katika kutafsiri chochote zaidi ya mimi kujifunza na kuimprove na kuwa very very strong on my English speaking. Right? So hapo nikaanza kuongeza jitihada, nikaanza kusoma kwa zaidi, kuanza kusikiliza podcast, nikaanza kusikiliza habari. Like nikikuonyesha mimi vitu ambavyo unaviangalia, unaweza kusema huyu jamaa ni Marekani au anasikiliza vitu, kwa sababu I changed my life intentionally. Umeona? Nikaacha kustop kusikiliza vitu vya Kiswahili, vichambo, masuala ya umbea, vitu vyote ambavyo vinazungumziana na masuala ya Swahili, mimi nikastop. I was like, I'm blocking my ears from listening Swahili, kwa sababu sio kama sikipendi Kiswahili, ni kwa sababu kilikuwa naona kama kinani distract katika safari yangu ya mimi kujifunza lugha. Kwa sababu kuna muda mwingine unajikuta unataka kuongea lugha ya Kiingereza, unataka kuongea na watu, unajikuta huwezi kukumbuka neno ambalo unataka kufikiria kuliongea, kwa sababu Kiswahili kimekujaa mdomoni na kwenye akili. So kilikuwa Kiswahili kimenijaa sana, mwisho wa siku unashindwa kuongea na watu kwa sababu Kiswahili kimenijaa kwenye akili na mdomo. So inabidi ili mradi nipunguze Kiswahili kilichonijaa kwenye akili na mdomo, nianza kusikiliza vitu vya Kiingereza. So ili mradi nigeuze maisha yangu, niwe na maneno ya kutosha, nikiongea na watu nisiwe na kwama, nisiwe naanza kufikiria maneno na kosea. Like I was like super hungry. Nilikuwa na njaa ya kujifunza hii lugha. Na ndani ya miaka 2, look where I'm at. Naongea Kiingereza hata kama si sound exactly like kama Marekani, lakini I'm very confident. Nikianza kuongea na watu, I feel so comfortable kuongea na watu. Umeona, watu wananielewa na mimi nawaelewa, like no issues. I don't need a translator. Sihitaji mtu wa katikati, sijui labda mtu wa kunitafsiria maneno. I understand every single word, bro, watu wanavyoongea. And hapo nikaanza kujua kuelewa kumbe hii ni lugha kama lugha nyingine, japokuwa tumekaririshwa nyumbani Tanzania kwamba Kiingereza is one of the most very complicated, very complex language. Ni lugha ambayo ni ngumu sana kujifunza, lugha ambayo almost ni ngumu sana kuelewa, kumsikiliza Marekani anavyoongea. Wewe utaweza kumsikiliza Marekani? Kana kugundua kumbe they're just human na hii ndio lugha yao. And now I feel like I'm part of them. Mimi ni sehemu ya Marekani, nasikiliza, naongea nao kila siku, nabadilishana mawazo nao. Like it's just a language. Kama mimi nimeweza kujifunza ndani ya miaka 2, still naendelea kujifunza, lakini I feel like nimepiga hatua kubwa sana. I'm not gonna lie to you. I should be very proud of myself. Lakini yote hii nilifunga milango na masikio yangu kuendelea kusikiliza vitu ambavyo ya lugha ambayo naijua tayari. Kiswahili nakijua tayari. Ninapoongea na wewe nazungumza Kiswahili fasaha na unanielewa kwa sababu ni lugha yangu. But that's not my point. My point is to learn a different language, which is English. Kiingereza ndo sijui na nina shida nacho, na ninatakiwa niishi katika nchi ambao wanazungumza hii lugha. Leo nimezungumzia Kiingereza, lakini najua kuna lugha nyingi watu wanaishi katika nchi ambazo wanatamani kujifunza. Funga masikio yako angalau kwa miaka kadhaa au kwa kiasi fulani. Sikwambii ukate kabisa kusikiliza habari za nyumbani. Of course I'm still listening habari za nyumbani, nasikiliza habari lakini katika asilimia, nikiweka kwenye 100% habari za nyumbani na umbea na nini vya nyumbani, inawezekana ikawa ni 5 au 10 tu ya vitu ambavyo unasikiliza kutoka nyumbani. 90% yote nimededicate katika kusikiliza maudhui ya lugha ya Kiingereza. Very very intentional.
Very very intentional effort kujifunza lugha ya Kiingereza. Yeah, of course nilienda kufanya interview kadhaa nilipofika Marekani. Nilikuwa napigwa na vyuma vikubwa vikali vya uso kwa sababu nilikuwa siwezi kuongea, na napigwa na butwaa, siwezi kusikiliza kuelewa. Like I was going insane. I was like, holy cow, I have to learn this language, bro. Umeona? Sasa hivi sio luxury kwamba nisipojifunza bado naweza kuongea Kiswahili na nikaendelea kuongea na kina Juma Hamisi na majirani wangu, naenda kutafuta kazi. Now English is not an option. It's a must. It's a must, baby. So in order to survive, you gotta learn. Na nikwambie kitu kingine, narudi pale. Hamna umri ambao unaweza ukajikatia tamaa ukasema mimi ni mkubwa siwezi kujifunza lugha nyingine. Nimeanza kujifunza lugha wakati nikiwa mkubwa. Of course nimeanza kujifunza lugha wakati nipo shule ya msingi, whatever, sekondari, lakini ilikuwa sio lugha ambayo ya kuniwezesha au ya kuwawezesha wanafunzi wengi na watoto wengi wa Tanzania kuongea lugha hii. Unajua system yetu ya lugha au ya education, ya elimu, ni ngumu sana kujifunza. So hiyo ni historia yangu mimi kuanza kujifunza hii lugha. Of course I'm still ni sanaa ambayo inaendelea kukua. Mimi kila siku bado naenda kujifunza. I'm not perfect for any means. In any means. So nikakaa hapa nikakwambia mshana sasa hivi nimemaster everything, lakini nakupa ile hope na motivation kwamba if I was able to reach this level, so can you. Wewe pia unaweza kufika. Lakini you have to sacrifice your time, you have to sacrifice your effort, you have to sacrifice vitu vingi sana ili mradi uweze kufikia katika ile level. At the end of the day, sasa hivi nipo jeshini. Lugha pekee ambayo jeshini nazungumziwa, ukiachana na Marekani, lugha pekee jeshini unaweza kuzungumza kama kiongozi, kama siku moja like I'll be like a sergeant, I hope so. So like sitaweza kuzungumza na wanajeshi wangu na lead au na waongoza kwa lugha ya Kiswahili. So the only way forward ni kujifunza lugha ya Kiingereza. Kuongea lugha ya Kiingereza kwa ufasaha ili mradi watu wanielewe. So at the end of the day, lugha ya Kiingereza sio lugha ambayo ni very very complicated kama tunafikiria. Ni lugha ambayo inahitaji muda wako kama lugha nyingine, inahitaji kuwekeza na kujifunza. It was so hard, but today I'm here. And the good news ni kwamba bado na uwezo kujifunza kila siku kuwa better na kuwa vizuri na kuwa strong kuongea lugha bila hesitation, bila stuttering, bila kuwa na kigugumizi. Bado I have a lot of years in God will kuendelea kujifunza lugha hii. Hii ni miaka 2 tu. If God will, na miaka mingi niendelea kujifunza na kuishi katika nchi ambao wanazungumza lugha pekee ya Kiingereza. Je, umeinspire vipi katika hii lugha? Of course nilipata shida. Of course nilianza kukaa na mke wangu. Mke wangu pia alicheza role kubwa sana kuwekeza jinsi ya kunifundisha kutamka maneno kiufasaha. Sio kama nilivyofundishwa na Hamisi Juma na mwalimu wangu Hamisi Shabani, whatever, mwalimu wangu wa shule ya msingi, tamka neno fulani like na natamka. Sasa hivi naishi na wazungu, ningetamka maneno kama nilivyokuwa nafundishwa na mwalimu. Nobody would understand me. Thank you, Amber. So kama una swali, comment. Kama umependa video, like. Na kama unaweza kushare kwa watu wengine kuwapa inspiration kutokana na hii video, share. Na usisahau kwamba nothing is impossible. You can learn anything and you can be anybody as long umefungua ubongo wako na kuwa tayari kujifunza. Bye bye.